Siku ya jana tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, mwanamitandao wa kijamii content creator Kiredio kwa mara ya kwanza amefanya live streaming. Yes, amekuwa kipromote sana kwa muda mrefu, wiki kadhaa zilizopita, akasema kwamba now I'm going to do live streaming in Tanzania and this one will be the biggest live streaming ever happen in Tanzania. Kwa kile ambacho nimekiona kwa Kiredio, kwanza kabisa niseme nampongeza sana kwa sababu ameonyesha ni kwa namna gani ambavyo ana nguvu pia kwenye social media, lakini pia anajua namna ya kufanya vitu vyake kwenye upande mzima wa ulimwengu wa content creators pamoja na live streaming. Kwa live streaming ambayo Kiredio kaifanya jana, ukiangalia kuanzia vifaa alivyotumia, ukiangalia jinsi ambavyo alikuwa amepanga matukio yake, unaweza kaona kabisa kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajua nini ambacho anakitaka kwenye live streaming yake. Sio mtu ambaye anababaisha linapokuja kwenye swala zima la content. So nimpongeze sana Kiredio, japokuwa siku ya jana ilikuwa na mambo mengi sana. Naamini kama siku Sabasaba ya jana ingekuwa kama Sabasaba za miaka iliyopita, basi Kiredio angepata matokeo makubwa zaidi kwenye live streaming yake, kwa sababu hata engagement ya watu haikuwa kubwa sana kutokana na hali ya hofu ambayo walikuwa nayo wananchi siku ya jana. Watu wengi hata barabarani, kama umeenda Kariakoo, umepita Susinza, wapi na wapi, utaona kwa upande Dar es Salaam jinsi ambavyo watu walikuwa wamebaki zao nyumbani. Hakuna maduka yalofunguliwa, hakuna hata usafiri jana ilikuwa ni kazi sana kupata kutokana na hofu ya vurugu. So Kiredio akakamilisha live stream yake ambayo mpaka sasa ina zaidi ya viewers 100,000 kwenye mtandao wa YouTube. So mimi niko hapa kuzungumzia ni kwa nini Kiredio amefanikiwa sana kwenye live streaming hii ukilinganisha na live streaming zingine ambazo watu wamezifanya hapa Tanzania. Yes, live streamers Bongo sio kwamba yupo Kiredio tu, wapo wengi ambao wanafanya live streaming. Director Jose anafanya live streaming, kuna dogo anaitwa Dimaga anafanya live streaming, kuna dogo anaitwa Morant anafanya live streaming. Wapo wengi sana ambao wanafanya live streaming. Kwa nini ya Kiredio imeonekana kuwa na nguvu sana kuliko live streaming hizi? Kwanza kabisa kwa upande wangu mimi nikasema acha nichambue. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza, Kiredio amekuwa ni mtu ambaye anajua nini watu wanataka. Live streaming yake imeenda sawa na culture ya watu ambayo wanaitazama. Yes, audience kubwa ya Kiredio ni Watanzania au Swahili speakers, si ndio? Sasa uwezo ukafanya vitu, unafanya live streaming kwa ajili ya watu wa Swahili speakers, ukawaletea vitu vya Marekani. Sasa hapa ukiangalia hawa live streamers wengi wa Bongo ndipo ambapo wanachanganya mambo hapa. Sasa unakuta mtu anafanya live streaming ambao ukiangalia tu kwa kawaida unajua hii kwa culture yetu hii sio kweli. Mfano, leo hii unafanya live streaming, unaanza kutumia mabunduki yale ya fake, yale mabunduki ya kufeki, kama vile anavyofanya hapa, let's say anavyofanya IShowSpeed. Mara unaanza kubweka hovyo kwenye videos na nini, in which sio mbaya kuangalia anachokifanya Wizkid. Maana chats nyingi kuliko hata content zenyewe ambazo unaweza kuziweka kwenye live streaming yako. So Kiredio amewini hapa. Ukiangalia live streaming yake imepangiliwa kimatukio. Kuanzia anatoka alipokuwepo hotelini, ametoka ameingia kwenye gari, vitu ambavyo anavizungumza kwenye gari. Kwanza alianza kuelezea kwa sababu ni mara ya kwanza anafanya, akaanza kuelezea kwa nini ameamua kufanya live streaming, kwa nini anaamini kwamba yeye anaweza katengeneza. Akasema kwamba investment ambayo amefanya zaidi ya milioni 10 inaweza isirudi, lakini ameamua kufanya kupave the way kwa watu ambao wapo nyuma kwamba we can do better than Kiredio. So Kiredio ameamua kuthubutu kuinvesti pesa zaidi ya milioni 10 kufanya hii live streaming. Timu ilikuwa ni kubwa sana. So amejaribu kueleza kwanza kwenye gari, anajaribu kueleza faida za live streaming, akazungumzia pia issue nzima ya social media inavyoweza kubadilisha maisha ya watu na kwa jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe pia amepata chochote kitu, watu ambao wanaweza wakanufaika kupitia social media pia ameweza kueleza. So mtu ambaye anamfuatilia anakuwa interested kujua zaidi nini ambacho kinatokea. Amepita barabarani, akaanza kufanya engagement na watu, kisi za hapa na pale, lakini pia alivyofika Sabasaba akaanza kufanya engagement na watu ambao walikuwa pale Sabasaba. Niona pia kama mtu kama Morant naye ambaye ni live streamer alikuwepo pale kwenda kumsurprise na nini. Content creators baadhi pia walikuwa pale kwenda kumsurprise Kiredio. Akapita kwenye baadhi ya mabanda ya Sabasaba ambayo kibiashara inawezekana alikuwa na partnership nayo. Amepita pale, watu wakawa wanajua. Sasa mfano unapita kwenye benki, let's say unapita sehemu fulani, mambo ya kitalii, watu wanapata information. So mtu anakuwa hachoki kuangalia live streaming yako. Sasa mimi binafsi siwezi kutuna bando lilivyokuwa expensive Tanzania. Siwezi kupoteza bando langu kwenda kutazama kitu mtu anabweka tu au mtu anasema tu chat, oh my god, chat. Sasa hiyo sio live streaming. Live streaming
it must have a content. Ukimwangalia iShowSpeed anachokifanya, pamoja na kwamba kacha yao pia ina support ambacho nakifanya vitu fulani vya mahovyo hovyo ambao mtu ukiangalia mbona wanafanya vitu vya kitoto. Lakini iShowSpeed ukiangalia anakuwa na content fulani ambavyo anavitengeneza. Angalia anavyoenda kwenye uwanja, kwenye World Cup, stadium za World Cup hizi, unaona jinsi gani ambavyo iShowSpeed anafanya engagement na watu wanaomtazama, kwamba anawaonesha mazingira, anaonesha nini. Nilipenda sana, kuna siku fulani director Jose aliendaga kwenye mpira, ilikuwa ni mechi ya Simba na Yanga, sijui kama sikosei, au ilikuwa ni ya Yanga Zanzibar. Unaona kabisa kwamba you have a reason ya kutazama live streaming yake. Wakati wengine wanaangalia mpira pale uwanjani, yeye anakuonesha vitu ambavyo viko nje ya uwanja. So ile live streaming unaona kabisa imebondi na culture husika. So wale watu ambao wanafanya live streaming, make sure unachokifanya kiendane na watu ambao unaenda kuwapelekea hiyo live streaming yako. Uwezi kufanya live streaming kwa theme ya Marekani unaileta Tanzania, haiwezi kufanikiwa. Alafu mwisho siku utajiona kama vile unapoteza muda. Jaribu kubondi nini ambacho watu wanakitaka. Kama umeamua kufanya live streaming ya Marekani, basi hakikisha hata lugha mnayotumia target yako ni ya watu wa Marekani, sio watu wa Tanzania. Na hata mfano kama unatumia lugha ya Kiingereza, nilijaribu kumshauri moja kati ya live streamer, nikamwambia kwamba unaweza ukafanya content Tanzania lakini audience yako ikawa ni ya Marekani au ya Europe kwa ujumla. Inawezekana. Tumia lugha ya Kiingereza, onesha vitu ambavyo watu watakuwa interested, watu wa Western watakuwa interested. Hizi nchi zote ambazo unaziona wewe za Western huwa zina vitu vyake ambavyo nazipenda. Mfano, kuna watu ambao wanafanya live streaming za cooking. Kuna nchi ambazo zinapenda content za cooking, utapata audience. Kuna watu ambao wanapenda mambo ya sports, utapata audience. Ukifanya live streaming ya entertainment bongo, utapata tabu kupata audience ya Marekani kwa sababu moja. Most of artists ambao wako Tanzania hawako recognized kwenye hizo nchi, labda lese kama Marekani ambao umeitarget. Otherwise labda ufanye mambo ya culture, ila usitegemee eti hao wasanii wetu kuimba bongo flavor, unafanya live streaming na wasanii wa bongo flavor utapata marriage kwa watu wa Marekani. Hapana, unaweza kaona kwamba kazi ngumu. Kumbe unaweza kufanya vitu ambavyo wao wanavifuatilia. Kwa nini watu kama wakina Chaba wanafuatiliwa sana nje ya nchi? Kwa sababu ni vitu ambavyo kwa wale wa nje ni vigeni, hivyo wanataka kuvifahamu. So make sure unapofanya live streaming yako, unafanya live streaming ambayo itaweza kuwafanya watu wapendezwe nayo, wavutiwe na content yako. So hapa Kiredio ametisha sana. Kitu kingine nimeona Kiredio, I don't know why, mimi nili expect kumuona Kiredio, kumuona mpenzi wa Kiredio V kwenye live streaming ya Kiredio. I don't know what happened. Kiredio, nini kilitokea rafiki yangu? Kwa sababu we know nguvu ya V ilivyo, wewe mwenyewe ndio umempa hiyo marriage. Watu wengi nilitegemea kuona engagement ya V pale kwenye live stream yake. Hata kwenye promotion hajafanya kabisa. Lakini pia hata ukipita Instagram, umuoni kama V ni moja kati ya wafuasi wa Kiredio. What happened? Kiredio, tell us. Au ndio drama kama ambavyo umezoea kutuwekea? Okay, I don't know. Lakini kwa upande wako umefanikiwa. Hii ni live streaming ya kwanza kupata views wengi zaidi kwa hawa streamers wa bongo. Yes. Congratulations to you big boy kwa hiko ambacho umekifanya. All in all, ni kuambia tu content creators, live streamers kwamba mnapaswa kujua niche yenu, nini ambacho mnataka. Kama unafanya live streaming ya game kama vile ambavyo anafanya T-Boy, just do that. Angalia watu wako, target ya watu wako. Mtu kama T-Boy amejua nini ambacho nataka, right? Yeye amedili na watu wake gaming tu. Ukiangalia lugha anayotumia, aina maudhui anayopakia, kila kitu unagundua kwamba huyu target yake mtu kama yule anaweza kupata audience hata ya nje. Lakini wewe ambao unafanya content za chat maana bunduki ya fake kwenye vyumba na nini, alafu unategemea watu wa bongo ndo waangalie, my friend, utastruggle sana. Yani utastruggle kwa sababu watu wanataka vitu ambavyo wataenjoy kuvitazama na watafurahia pia. Big shout out kwa wote ambao wamejaribu kufanya live streaming. Sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Unatakiwa ujipinde sana kutaka kufanya live streaming bongo.